Hawa ni wawili tofauti. Yule ambaye Yesu yuko ndani yake, mbingu ni ya kwake. Yule ambaye Yesu yuko ndani yake na yeye ndani ya Yesu, mbingu ni ya kwake. Lakini anayemfuata Yesu kwa sababu za kimwili hana mbingu. Sasa hapa tunapeana haya maandiko ili tuweze kujipambanua sisi wenyewe, tuwe na uhakika wa maisha yetu kwenda kwa Yesu. Mstari wa 2 anasema, kwa sababu sheria ya roho ya uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Sheria ziko mbili. Sheria ya kwanza ya dhambi na mauti ni Torati. Torati yenyewe inakutaka utimize kwa 100% amri zote zilizowekwa, sheria zote zilizowekwa, usiache hata moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wakati wako tenda kusoma Yakobo 1:10, Yakobo 2:10. Yakobo 2:10 utaenda kusoma kwa wakati wako 2 mpaka 12. Maana Yakobo anaeleza wazi, japokuwa ukuiba lakini umeua, umekuwa mvunja sheria. Kwa sheria ya Torati inamhukumu mtu anapokosa moja, anaingia kwenye hatia, mengine yote aliyofanya hayahesabiki, yanafutika kwa kosa hili moja alilolifanya. Kuna zile amri 10 na nyinginezo, maana zile amri ziko 610. Zile 10 tunazotangaza sana ni ambazo Israeli walizisikia wakati Mungu anasema nao. Alipomaliza 10 wakasema Mungu asiseme na sisi maana tutakufa. Musa sema naye, alafu wewe utuambie sisi tutafuata maagizo. Kwa hiyo baada ya hapo amri ziliendelea. Wataalamu wetu wa Biblia katika Hesabu wanatuambia amri zilikuwa 610. Ukikosa moja umekosa yote. Utajitahidi kufanya yote 609 zote ukazitimiza vipasavyo, lakini moja ukakosa, uko chini ya laana. Wewe unakuwa mtu wa mwenye laana na umekosa juu ya yote. Bwana Yesu apewe sifa sana. Lakini iko sheria ya roho. Sheria ya roho inaniweka mbali na ile sheria ya mauti na dhambi. Kwa sababu sheria ya Torati ndio inanihesabia dhambi. Sheria ya Torati inanipeleka katika hukumu ya mauti. Baada ya kuwa nimekosa moja, zote nahesabiwa nimekosa. Lakini sheria ya roho yenyewe inaniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Maana kuna vitu mle ambavyo vinakuambia usifanye hiki, usifanye hiki, usiguse, usionje, usishike, usifanye hiki. Lakini sheria ya uhuru, sheria ya roho hainipi amri ya vile vitu vinavyoendana na mwili. Maana sheria zote za Torati ni za kimwili. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa nasema hiyo sheria mimi imeniweka huru ya roho. Maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili, ili maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu sisi, tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili, bali mambo ya roho. Kuna ile sheria isiyowezekana kwa jinsi ya mwili, tunashindwa kuitimiza kwa jinsi ya mwili, yaani ile Torati. Sasa Yesu akaihukumu katika mwili wake juu ya msalaba, ili kwamba mimi niweze kuitumikia Torati kwa ndani, sio kwa nje kama ilivyokuwa kabla. Kwa mfano, nikupe mfano mdogo. Biblia iliposema usizini, hukumu ya mtu aliyezini ni pale anapoonekana ametenda tendo la zinaa. Hapo ndipo anapohukumiwa. Lakini kama hakuonekana kutenda tendo hilo, hakuhukumiwa. Na ili ahukumiwe sharti aonekane na watu 2 watatu watoe ushahidi mbele ya baraza, ndipo anapopata hukumu. Lakini wasipoona watu 2 na kuendelea, kama aliona mmoja, mtu huyo hahukumiwi. Lakini kumbe hii zinaa haianzi nje. Nje ni utekelezaji wa tamaa iliyoanzia ndani. Sijui kama utakuwa unanielewa. Hili jambo linaloonekana kwa macho ya nyama
ni matokeo ya kutimizwa kwa nia ya ndani. Maana mtu hawezi kuiba bila kuamua kwa ndani, kutamani kwa ndani, ukipata kitu ambacho si chake akichukua isivyo halali. Hilo tukio limeanzia ndani. Sasa nje ni utekelezaji tu wa kile kilichoanzia kule ndani. Bwana Yesu apewe sana. Sasa sheria ya uhuru inaanza kunihukumu ndani, haihukumu nje katika utekelezaji. Pale kwenye mawazo, pale ninapowaza kufanya ubaya, tayari ninaingia kwenye makosa, tayari ninaingia kwenye dhambi. Ninapoanza kuwaza kufanya ubaya,